Shalom, shalom, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na imani Mungu anazidi kukupigania na anazidi kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nahitaji tuzungumze kidogo sana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Sikiliza mtu wa Mungu, nikwambie. Ukisoma kitabu cha Marko 10 ule mstari wa 45, neno la Mungu nasema, kwa maana mwana wa Adamu hakuja ili kutumikiwa, bali alikuja ili kutumika. Na kuitoa nafsi yake kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Unapokuwa katika mission, tafsiri yake ni kwamba upo kuikamilisha mission na upo kuifanya kazi ya Mungu. Upo kutimiza kusudi lililopo ndani ya mission. Sikiliza, Mungu alipomuumba mwanadamu, hakuna mwanadamu aliyeumbwa kuja ulimwenguni kuzurura. Mungu alimuumba mwanadamu aje ulimwenguni kutimiza kusudi na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anasubiri nyakati, na siku zote Mungu ni wa nyakati. Ila akitaka leo, kesho ukaifanya kazi ya Mungu, utaenda kuifanya kazi ya Mungu. So anasema, mimi ni Mungu mwenye wivu. Tafsiri yake, wivu wa Mungu ni mzuri sana. Cha kwanza, wivu wa Mungu unakutoa sehemu ambayo upo haumtumikii Mungu. Wivu wa Mungu unakutoa kule kusiko tumika kwa mapenzi ya Mungu na unakuleta katika kusudi na mapenzi ya Mungu. Ni wivu wa Mungu. Mwana wa Adamu, mwana wa Mungu alipokuja, alikuja ili kufanyika daraja la mimi na wewe. Anasema, pasipo mimi hakuna atakayeweza kumuona Baba ambaye ni Mungu. Tafsiri yake, tukifuata mapenzi ya Mungu kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu,
tafsiri yake tutaweza kumwona Mungu, na kwa njia ya mwana Yesu Kristo tunapata kumwona Mungu. Ndio maana alipokuja ulimwenguni, Yesu Kristo hakuja ili atumikiwe, bali alikuja ili atumike kukomboa ulimwengu. Ndio maana alipigwa, alijeruhiwa, alichomwa mkuki, alitemewa mate, alidharauliwa, alichaniwa mavazi, wakamsulubisha. Alisulubishwa kwa sababu yangu, na alisulubishwa kwa sababu yako. Ndio maana neno la Mungu nasema pasipo yeye hatuwezi kumwona Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nirudi sasa kule kwenye andiko kutoka kitabu cha Marko 10 ule mstari wa 45. Kirudi nyuma 44, anasema na yeyote atakayetaka kuwa mkuu ni lazima atumike kwa sababu ya wengine, kwa sababu yenu, awatumikie ninyi. Na ndio maana Yesu ili awe mkuu ilibidi kwanza atumike, kupigwa, kutemewa mate, kudharauliwa, kuchomwa mkuki. Baada ya hapo ndipo anakuja kuvikwa mamlaka, anakirimiwa jina kuu la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo limekuja kwa sababu ya pito ambalo alilipitia mwana wa Mungu. Ndipo Baba akamkirimia jina kubwa lenye mamlaka. Na ndio maana tunajua majina ya Mungu ni mengi, lakini jina lenye mamlaka zaidi ni jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utumike kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana watumishi wengi mnawaona wanatumika kwenye makanisa kwa sababu ya watu wengine. Wamechukua mfano halisi wa Yesu Kristo. Alitumika kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nikusihi sana, tafuta kujua kusudi lako. Tafuta kujua kusudi lako. Usiishi katika dunia hii ukakaa bila kujua kusudi lako. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa na Mungu akaletwa duniani asiwe na kitu cha Mungu. Lakini shetani kawaida yake
huwa ni kumchelewesha mtu. Ili asifanye kazi ya Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu ni pendo, na ni Mungu mwenye wivu, na ni Mungu mwenye nguvu, na ni Mungu mwenye mamlaka. Muda wowote, saa yoyote, majira yoyote, iwe ni masika, iwe ni kiangazi, iwe ni kwenye joto, iwe kwenye baridi, Mungu akisema leo utaanza kutumika, utatumika tu, upende usipende. Shida inakuja pale unaposema niko busy na kazi, nipo busy na biashara, nipo busy na familia, niko busy na mwanamke wangu, niko busy na mwanaume wangu, niko busy na kazi. Angalia kwa habari ya Yona. Mungu alimwambia Yona aende Ninawi kuhubiri injili ya Mungu, kwa sababu maovu yalizidi kutendeka Ninawi. Na tunaona Yona alikimbilia Tarshishi, lakini kabla hajafika kule, alipozamia kwenye boti, kwenye mashua, Mungu alikutana naye huko mpaka kuhesabiwa kura, kupigiwa kura, na kura ikamdondokea. Wale jamaa wakamtupa baharini, lakini Mungu akamwandaa samaki ammeze Yona ili aende akaifanye kazi ya Mungu. Tafsiri yake ni kwamba Mungu huwezi ukamkimbia. Ukubali usikubali, kuna saa inakuja utaenda kuifanya kazi ya Mungu, upende usipende. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Aidan Bless. Mungu akubariki sana. Amen. Yes, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Ukihitaji maombi, tafute kwa namba 0615 23 41 04. Ukihitaji kujiunga kwenye grupu la maombi pia, andika message WhatsApp kwa namba hii 0615 23 41 04, na Mungu atakubariki sana. Ukihitaji ushauri, usisite kunitafuta kwa namba hiyo 0615 23 41 04. Mungu akubariki sana. Amen.